Sikia walivyokuwa wanaandaa wanajeshi. Nikasema tukihusisha vyombo vya ulinzi na usalama katika siasa tutapata matatizo, na specifically nikasema jeshi la ulinzi lisije likahusishwa kabisa katika siasa. Sasa tunaona matokeo yake ya vyombo hivi kuhusishwa na siasa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibuni tena ndugu jamaa na marafiki. Kama ni mgeni kwenye akaunti yetu, usisahau kusubscribe na kulike video zetu. Thank you very much guys. Leo na video ambaye inagusa sehemu zake. Unakumbuka waziri mkuu mstaafu mzee Warioba, maneno leo alikuwa anaongelea ni maneno ambayo yanakupa nguvu kabisa. Kama we ni Gen Z unajisikia kama yani umepatwa na power nyingine ilikuwa huitegemei. Ndiyo mzee baada ya kutokea na kuongea maneno kama haya katupa nguvu ambayo ulikuwa hatuna, lakini naamini wengi wao wapo ambao wanataka kuongea kama hivi, lakini kuna ule uwasiwasi fulani wa kuogopa kuwa wanasema bana, tuko chini ya ulinzi, tukiongea tunaweza tukaja kukamatwa kwa sababu ya serikali yenyewe haina mwelekeo. Kwa sababu sikia walivyokuwa wanaandaa wanajeshi. Nikasema tukihusisha vyombo vya ulinzi na usalama katika siasa tutapata matatizo, na specifically nikasema jeshi la ulinzi lisije likahusishwa kabisa katika siasa. Sasa tunaona matokeo yake ya vyombo hivi kuhusishwa na siasa, lakini kubwa zaidi kwa vyombo hivi kuhusishwa kwa siasa vimegawanyika. Ndani ya vyombo hivi kuna mgawanyiko mkubwa. Mimi walikuwa wananiambia kwamba kuna mgawanyiko ndani ya polisi. Walikuwa zaidi wanazungumza juu ya polisi. Mimi sikuamini sana. Lakini siku moja mwezi Septemba nimetoka hapa na kwenda ofisini kwangu. Nimefika pale St. Peters kwenye mataa yale. Pale kulikuwa na askari wawili wa traffic. Askari wawili wa traffic wanaongoza magari. Sasa wakati tunapiga kona, unakwenda kwa taratibu, askari wale wakaniona. Watu wawili wakapiga saluti. Yaani mmoja akatoa ishara tusimame. Kwa hiyo nikamwambia driver wangu tunapiga kona pale, tafute mahali apark. Kwa wale wanaofahamu mahali pale St. Peters, ukipiga kona ile unaingia Hele Sarasi. Pembeni pale kuna watu wanafanya kazi ya kuuza maua. Kwa hiyo tukaenda tukasimama pale. Wala askari wote wawili wameacha kuongoza magari, wamekimbia wamekuja kwangu pale. Wamefika, wamepiga saluti, wamenisalimu na bila hata kuchelewa wakasema, mzee, tunashukuru tumekuona. Tunaomba msaada wenu nyinyi wazee. Nasema wakati wote huu tulikuwa tunafanya kazi bila ubaguzi wa dini, bila ubaguzi wa kabila, lakini sasa siasa imetugawa sana. Tunafanya kazi kwa mazingira magumu. Sasa tunaomba msaidie ili hali irudi kama ilivyokuwa wakati wenu. Na wanazungumza ndani ya gari na driver wangu na msaidizi wangu, na pembeni pale kuna watu wanauza maua. Wote wanasikia. Yaani ilimtisha kwamba askari hao wanaona wamepata nafasi ile bila hata kujali nani anasikia. Serikali yetu sasa hivi ukitamka tu neno lolote la kumwongelea kuhusu Samia, wewe unakamatwa. Sasa wengi wao huwa wanahofia wasija akaingiza maisha yao au familia zao kwenye shida, ndio maana wananyamaza, wamefunga midomo. Lakini na uhakika guys, nawaambia kuna wengi maelfu na mamia tunaojua ambao wanatutafuta pembeni kwenye WhatsApp au sehemu nyingine tofauti, wakiwa wanatuambia bwana, vijana sikizeni, ongeeni kwenye social media
ili mmoja wenu yoyote atakayehamasika na atakayofanya chochote ambao cha kurudisha madaraka yetu sisi, nchi yetu irudi kama ilivyokuwa zamani, yani tutafurahia. Sisi tunaogopa, wazee wengine tunaogopa kuongea, kwa sababu tukisema tufungue midomo yetu tuongee, usiku hatutalala kwa salama, tutakuja kuvamiwa na kutekwa na kuuliwa na kufanywa vyovyote wanavyotaka, kwa sababu anasema hii serikali haijui kama uliwahi fanya kazi serikalini au ulikuwa raia wa kawaida au ulikuwa nani, kwa sababu wao wanaangalia tu mambo yao wenyewe, hawataki kujua wewe uliwahi tumika kwenye serikali au hujawahi tumika. Sasa wanadai kwamba vijana nyinyi ambao mnaongea kwenye social media, msikate tamaa hata dakika hii moja kudai kwamba tumeshindwa, hapa tulipofika tumechoka, tunanyanyua mikono juu, tunakosa usaidizi. Hapana, tunaombea dua usiku na mchana, tukiwa tunalala tunaomba dua, tukiamka tunaomba dua, ili Mwenyezi Mungu awape ushindi wenu kwa wote kwa jumla, ili nchi yetu irudi kama vile vya zamani, kwa sababu wanadai kwamba haiwezekani mtu mwenye PhD anashindwa mshahara na Baba Levo. Yaani mtu mwenye PhD anakuja na kushindwa mshahara na Dogo Janja. Wanasema hayo ni mambo yaliyotengenezwa katika serikali hii, ili mtu yoyote ana haki ya kusogeza karibu mtu wake mwenyewe anayemjua, ampe kitengo anachokitaka ili ajiendeleze kimaisha. Bali watu pale hajaenda kielimu, bali wale watu hawakuenda kwa kuchaguliwa na wananchi, wameenda pale kwa kupelekana, mimi na kujua wewe na wewe unanijua mimi. Ndipo kila mtu alipokaa leo amefikishwa na mtu wake wa karibu, au amepata connection kwa mtu mwingine ambaye wanaelewana, lakini sio kielimu wala sio kwa kuchaguliwa na wananchi, ikiwa wanapenda huyu mtu aje hapa tukalie hapa. Sasa vijana, nyinyi ndiye watu ambao sasa hivi mnaweza mkaokoa hili taifa. Nyinyi ndio ambao mnaweza mkafikisha tunapotaka nchi. Na ukiangalia ni kweli sasa hivi tunao wengi wanataka kuongea, lakini wengi wao wanahofia maisha yao, usiku watalala wapi. Mtu anakaa Mbagala, mtu anakaa Maji Matito, mtu mwingine anakaa labda Chang'ombe, mtu mwingine anakaa Kibaha. Watu wanajuana kati ya Tanzania, kila mtu anakaa uchochoro gani. Sasa wengine wanaogopa, hawana ulinzi kamili, hakuna CCTV, hakuna chochote, kwa sababu mtu ukiongea chochote sasa hivi kesho unafuatwa nyumbani, au usiku unafuatwa, unakuja kuchukuliwa, na hakuna mtu yoyote hata anaweza kaongea au asimame hata ajaribu kuwarekodi wale watu na arushe kwenye mitandao. Watu sasa hivi wamefikishwa hapo, ili wamejengewa neno la uoga, ili waogope kwenye maisha yao, wasije akafanya chochote. Sasa mzee anadai kwamba, anasema sasa hivi serikali imetawanyika, polisi wenyewe wako pale madarakani, wanaomba Mwenyezi Mungu, jamani, lini huyu mtu atakuja kuondolewa hapa na sisi tuwe na amani? Na ukiangalia ni kweli, lakini wakiwa wako pale hawawezi kuongea, kwa sababu wakiongea asubuhi watafutwa kazi, watavuliwa zile nguo na kutupwa ndani na watakosekana. Nani atakayewatetea? Hakuna mtu atakayewatetea, wala sio Mwigulu Nchemba, wala sio Samia, wala sio mtu wote. Hakuna mtu wote atakuja kuingilia mambo yao. Sasa wanadai wazee, bwana, vijana nyinyi ndio watu ambao mtaweza kuokoa hili taifa, la sio hivyo ili linazidi kwenda. Kadiria watu wanavyozidi kunyamaza ndipo hao watu wanazidi kutawala nchi. Sasa msinyamaze, amkeni vijana, mwanze kuongea. Kwa kuambia ukweli, leo nimefurahi sana baada ya kuona mzee amejitokeza na akatupa hii hamasa ya kutuambia bwana, hii ya tarehe 29 ilikuwa ni sahihi. Ya tarehe 29 ilikuwa ni sahihi, watu watokee, na hata kama akitokea muda wote tena wako na haki ya kujitokeza kupigania haki yao. Utaipata wapi hiyo? Ni mtu ambaye alosoma, anaelewa haki ya binadamu ipo wapi. Lakini hao wengine vibaraka hivi vingine vote hawawezi kutamka maneno kama hao, zaidi ya kukuandamiza wewe na kukushika ukiwa anajua tu huyu mtu tutamwangamiza vipi, tutamshusha vipi chini, tutamfunga vipi mdomo, ili kauli yake sisikiwe na mtu yoyote. Lakini tunashukuru Mwenyezi Mungu ametugawa zamani akiwa anajua. Unajua makusudia Mwenyezi Mungu ni ya Mwenyezi Mungu tu, hakuna binadamu wote anaweza katengua. Ndio maana wengi wao wapo Afrika, wengi wao hawapo Afrika.
ndipo hapo Mwenyezi Mungu ametengeneza hii nafasi ya wale wako kule waongelewe na hao wa huku, na hao wako huku wafanyiwe action zao na wale wako kule. Ndio maana watu wanapishana hivi, na ndivyo tutakapofika tunapotaka. Nashukuru sana Gen Z, na naamini tarehe 25 kazi ndio hiyo sasa. Taharuki ianzie pale pale ulipo. Usisubiri umetoka na nani, usisubiri mpo wangapi, usisubiri upo sehemu gani. Popote utakapoona hapa ni kambi, unaweza ukafanya mambo yako, unaweza ukafanya, anzia hapo, endelea. Yani hapo hapo ulipo ndipo hapo kwenye maandamano. Usitafute yani niende kuanzia upande gani, niishie wapi, nimtafute nani. Hapana, popote ulipo ndo hapo hapo kwenye maandamano, anzia hapo hapo na uendelee mbele. Bwana, nashukuru sana. Kama ni mgeni kwenye akaunti yetu, usisahau kusubscribe na kulike video zetu. See you next video guys. Bye bye.